الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye wa kushukuriwa wa kipekee. Ijapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatutaka tushukuriane sisi kwa sisi, lakini chanzo chenyewe au uwezo wenyewe uko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia man lam yashkuri nnasa la yashkuru Allah, mtu akiwa hana tabia ya kushukuru binadamu mwenzake huwa hawezi kumshukuru hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni maana kwanza tushukuriane sisi kwa sisi, kisha ndo tutaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni maana pia ya pili ya kwamba hata Mwenyezi Mungu haitaki shukrani yako ikiwa hushukuru wenzako. Ikawa mkeo wa kufanya mambo mazuri, rafiki yako wa kufanya mambo mazuri, ustadhi wako wa kufanya mambo mazuri, babako wa kufanya mambo mazuri, mamako wa kufanya mambo mazuri, hata tajiri yako yale mazuri anakufanyia, yatakiwa wewe umshukuru, ndio utaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wa kushukuriwa ala kulli hal, kwa kila hali yoyote tulionayo. Ukiwa mgonjwa mshukuru Mwenyezi Mungu, ukiwa mzima una siha yako, watembea wadunda barabarani, umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu huyu ni yule anayetuambia kwenye Qur'anul Karim, inna ash-shaytana kana lil-insani aduwan mubina. Huyu shaitani kwa binadamu ni adui aliyewazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumficha shaitani kwetu sisi, kiasi cha kwamba mtu anapoingia motoni apate kulalamika ama iwe ni sababu kwa Mwenyezi Mungu kwamba ya Rabbi, mimi nilikuwa sijui. Mwenyezi Mungu ameonyesha wazi katika Qur'anul Karim mifano 1000 aliyoitoa kwenye Qur'ani, na mifano yote yaonesha uwazi kwamba huyu shaitani huyu ni adui ya binadamu, si adui wa Waislamu. Shaitani ni adui wa binadamu, kiasi kwamba wewe Muislamu mara nyingine ukiwa watakiwa umpe da'wa yule ndugu yako ambaye kwamba si Muislamu, wewe huwa kuna uzito fulani huwa wausikia, na yule naye ana uzito fulani wa kukusikiza wewe. Ikawa sasa sote tukimbiana, yule ambaye kwamba si Muislamu yamkimbia Muislamu, na wewe Muislamu wamkimbia yule ambaye kwamba si Muislamu. Na hii mtezo watezwa na Ibilisi. Shaitani mtezo huu anayeuteza ni yeye. Ikawa wewe pengine huna time kabisa ya kumsikizisha yule, ya kumpa dawa,
ya kumweleza kwamba bwana, Uislamu uko hivi, Uislamu uko namna gani, Uislamu, yani ile dawa imefifia kutokana na ushawishi wa sheitani. Sasa sheitani yuko katikati ya baina ya Muislamu na yule asiokuwa Muislamu. Wewe humfikii yule na yule hakufikii wewe. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia huyu sheitani ni adui, yuko wazi, hakujificha tena kwa binadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa kila aina silaha ya kupigana na huyu sheitani. Sheitani hadharau mtoto, hata mtoto mdogo akiwa yuajifundisha kuswali, kitoto kidogo pengine miaka 3, afungwe leso, akiwa ni mtoto kisichana, kitoto kidogo kikifungwa leso chaingia kwenye swala, cha swali, sheitani hadharau. Hata yule mtoto mdogo sheitani yuko tayari amharibie. Wacha mtu barobaro, wacha mtu pengine makamu, ama mtu pengine yuko miaka 40 60 huko, la, kuanzia utotoni sheitani hakupi nafasi. Lakini mpaka Mwenyezi Mungu akatuonesha wazi kwamba huyu sheitani vitendo vyake ni hivi. Angalia, sheitani aweza akakutia hamu ya kufanya jambo, lile jambo ni la haramu, mfano riba. Ikawa ile riba wewe akakupambia yule sheitani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukataza sisi Waislamu kula riba, interest. Basi ile riba, namna sheitani anavyoipamba kupitia kwa binadamu wenzetu, ikawa nyumba, bwana, nyumba ni milioni 10, lakini wewe utalipa polepole pale pale. Kupolepole wa kulipa ile nyumba, kuna interest ndani imejazwa. Ikawa kuna loni, mikopo utapewa 30,000 urudishe 34,000, nyongeza juu yake, interest juu yake, riba juu yake. Lakini wata ile riba yenyewe, vile vitu ndio vimepambwa na ule sheitani. Ikawa pengine wewe wataka kununua TV, lakini huna mapato ya kukutosheleza upate ile TV. Sasa ya kulazimu wewe utafute, hata kama ni mkopo, uwe utalipa polepole na riba, lakini kwa kuwa yule sheitani amekupambia ile TV. Au nyumba yauzwa, nyumba kama hiyo yauzwa milioni 4, nyumba imekupendeza na sheitani ndio amekufanya wewe ikupendezeke. Vipi wewe utataka kitu ambacho kwamba huna uwezo nacho? Wakati pale uenda kuchukua ile loan, wewe mkopo, ni kwamba huna uwezo wako wewe ni mdogo. Lakini yule sheitani yuwakutia hamu na yuwakuchoma, wewe ukiwa umekaa pengine yuwakudunga misindano zake zile, ikawa wewe wasikia ni sasa mimi nikanunue kile kitu. Pesa ziko wapi? Tabidi ukope. Kukopa hakuna njia isipokuwa ulipe interest. Lakini wewe ile interest utaisahau kwa lile jopo la ule sheitani, kwa ule ushawishi wa ule sheitani. Sasa ukisha kutia saini mkopo ushautukua, yule sheitani huwa hataki tena story na wewe. Sheitani ushawishi wake ni pale mwanzo tu, akushawishi mpaka utukue. Ukisha kutukua, sheitani hana habari tena.
Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfano huu anaotuonesha kwamba huyu sheitani ni adui aliyewazi, ni kwa mambo yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea mipaka nayo, sheitani huhakikisha tumevuka ile mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukataza wanaume wasiangalie wanawake na wanawake wasiangalie wanaume. Hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheitani ataka kuhakikisha hii mipaka sisi tumeivuka. Mwanamume awe atamwangalia mwanamke na mwanamke naye atamwangalia mwanamume. Katika mipaka ya Mwenyezi Mungu ni mtoto amsikize mzazi wake au mtoto amsikize mkubwa wake. Sheitani humuingia yule mtoto kuonesha kwamba sheitani ni adui alowazi. Sheitani hana dogo wala kwake hakuna kubwa. Sheitani kila kitu chake kiko sawa sawa. Mdogo akifanya mazuri kwake ni hatari na mkubwa akifanya mazuri kwake ni hatari. Moja katika mipaka ya Mwenyezi Mungu ni watoto wasikize wakubwa zao. Lakini je, hayo yako hivi sasa? Watoto wasikiza wazazi wao? Watoto wasikiza walimu wao? Watoto wasikiza wazazi wao ama wakubwa zao? Hakuna tena hizi. Kuna nini kati ya haya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametupa mipaka yake? Kuna huyu Ibilisi. Huyu Ibilisi humuingia mtoto mdogo, kwa sababu huku Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuambia kwamba inna shaitana yajri min ibni adama majri ad-dam. Shaitani ana uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuweza kuingia ndani ya mishipa ya binadamu. Ile njia inayopita damu, sheitani nayo yuaipita njia ile ile. Sheitani huyu humuingia yule mtoto, ikawa mzazi amwita mtoto sasa yuamtuma, basi ukamwona mtoto zile sura alivyozikunda na alivyofura, wewe utashangaa ni shetani yule. Kitoto kile kile kiwe kiseme hakitaki, amwambie babake sitaki kwenda, ama amwambie mamake sitaki, ama mama nimechoka, ama mama mimi bwana, mama wewe nisumbua wewe mama. Shetani huyo amevuka ile mipaka mpaka kwa yule mtoto ikawa hamsikizi tena hata yule mkubwa wake. Sasa shetani hataki machezo. Aduwan mubina, ni adui aliyewazi. Sasa ukijiuliza, huyu mtoto wa miaka 14 amejifundisha wapi ujeuri? Na ndiye huyu mtoto alikuwa mtiifu, alikuwa akitumika, alikuwa akisikiza, akiambia maneno ni samaan, amesikiza na yuatii. Vipi mtoto huyu leo awe ambadilika, amevuka mipaka? Ni yule shetani. Mwenyezi Mungu anatuambia inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina. Shetani ni adui aliyewazi. Hakuna kufanya urafiki na shetani, kwa sababu shetani ni adui wetu. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia nini? Fattakhidhuhu aduwa. Huyu shetani na nyinyi binadamu mfanyeni ni adui, kwa kuwa huyu shetani amedeclare uadui kwetu sisi.
kwa kuwa huyu sheitani ametangaza uadui kwetu sisi binadamu, na sisi tumfanyeni adui, ndio tutaweza kukurubia pale alipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia katika uadui wa sheitani ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia katika suratu Bani Israil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Wa qul li'ibadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie waja wangu, waambie maswahaba zako, waambie Waislamu, waambie binadamu, ibadi, waja zangu, yaqulu allati hiya ahsan. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuamrishwa na Mwenyezi Mungu atuamrishe sisi ama atuambie sisi moja katika hila, moja katika tactic, moja katika ujanja wa sheitani anaotumaliza sisi binadamu. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, waambie hawa kwamba hizi ni moja katika njia za sheitani anazotuharibu sisi majumbani mwetu. Wakati Mwenyezi Mungu anapotuonesha ile hila ama ujanja wa sheitani anaotumia kwetu sisi kutuharibia pepo, Mwenyezi Mungu yatuonesha njia ya pepo iko huku, njia ya moto iko upande wa kushoto. Sheitani anahakikisha kwamba sisi sote twaelekea motoni. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya kuwa ashatuambia huyu sheitani ni adui wetu, kisha yatuonesha mpaka zile njia anazozitumia sheitani kutumaliza sisi binadamu. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum. Waambie waja wangu wazungumze maneno mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaambia maswahaba, zungumzeni maneno mazuri. Na tuambiwa sisi, kwa sababu gani tuzungumze maneno mazuri? Inna shaitana, hakika shaitani, yanzaghu bainahum, yuwachochea katika baina yetu sisi, yuwachochea katika yale maneno tunayoyazungumza. Sasa yale maneno yakiwa ni maneno mabaya, basi yule sheitani atavunja nyumba kutokana na yale maneno. Ikiwa sheitani wewe umezungumza mazuri, sheitani huwa hana njia ya kuharibu. Lakini moja katika tactic, moja katika njia sheitani anazozitumia kutuharibia sisi mpepo ni kutokana na mazungumzo tunayoyazungumza. Utaona yale maneno unayozungumza, pengine wewe utafanya dhihaka na mtu, sheitani atachochea yale maneno, ghafla itakuwa sasa nyumba nzima ya teta kwa sababu ya neno moja tu, kauli moja tu. Sasa Mtume yuatufundisha mazungumzo mnayozungumza, yapime yale mazungumzo kabla hujazungumza. Sio wewe tu wazungumza maneno yatakayo, kwa sababu sheitani yuwachochea katika hayo maneno yako. Wewe utaona baada ya kuwa hupimi maneno yako, ukawa bobokwa tu, ama wazungumza tu neno lolote lijalo mdomoni walitoa, lakini athari yake itakayoleta ni athari au ni fitna itakayomaliza nyumba nzima au mtaa mzima.
Ndiposa Mwenyezi Mungu akamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrishe sisi ama atueleze sisi hizi njia na ujanja alionao sheitani. Angalia hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia aktharu khataya ibni adam fi lisanihi, binadamu yuwakosa sana, na wingi wa kukosa huyu binadamu au wingi wa makosa ya binadamu yatokana na ulimi. Huu ulimi unatuingiza kwenye makosa mingi sana, na ulimi huu unaweza kukupeleka wewe kwenye mazuri sana, kwenye mambo mazuri mazuri. Kiungo hichi kiitwacho ulimi kitakupeleka mahali pabaya, na huu ulimi utakupeleka mahali pazuri. Lakini tuko kwenye masala au tuko kwenye topic ya kumzungumzia huyu sheitani. Moja katika njama zake, moja katika mipangilio yake ni kutuchochea sisi katika maneno yetu tunayoyazungumza. Na utaona katika Qur'anul Karim mifano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyopiga ni mifano mingi sana ya kuthibitisha huyu sheitani ni adui aliyewazi. Kwa kila ina nyanja, katika kila aina mifano Mwenyezi Mungu ametupa, sheitani ni adui yuko wazi, hata hakujificha. Sasa tuangalie tu mfano mmoja huu alotuonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama alotuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa sheitani moja katika weapon zake anazotuharibu sisi majumbani mwetu au mitaani mwetu au kututetesha sisi ni kutokana na mazungumzo. Na haya mazungumzo ukiyazungumza wewe lazima utamke. Kinachotamka ni ulimi. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia aktharu khataya ibni adam fi lisanihi, makosa mingi ya binadamu yatokana na ulimi wake. Angalia hatari ya ulimi, ni kwamba hatari yake, ulimi huu unaweza ukakuingiza motoni, na uzuri wa ulimi mara nyingine unaweza ukakuingiza peponi. Kiungo kinachoitwa ulimi ni kiungo hatari sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi al-Jalil asema dhamintu libni adam al-janna, nimemdhamini binadamu kumpa pepo, lakini kwa sharti Mwenyezi Mungu yuko tayari akuingize peponi wewe binadamu. Mwenyezi Mungu yuko tayari kuniingiza peponi mimi, lakini mmoja katika masharti aliyoyataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka umdhamini wewe ma baina fakhidhaihi wa ma baina fakkaihi, kilichoko katikati ya mapaja mawili na kilichoko katikati ya mdomo miwili. Mwenyezi Mungu ukimdhamini Mwenyezi Mungu vitu kama hivi, Mwenyezi Mungu naye yuko tayari akudhamini pepo. Kilichoko katikati ya mapaja mawili ni uchi wa binadamu, yani usizini. Wewe ukihifadhi tupu yako, Mwenyezi Mungu yuko tayari kukuingiza peponi. Na wewe ukihifadhi baina kitu kilichoko baina midomo miwili ambao kwamba ni ulimi, ukihifadhi ulimi wako,
Mwenyezi Mungu atakuingiza peponi. Sasa huu ulimi hukuingiza peponi, na wewe waweza ukaingia motoni kwa sababu ya huu ulimi. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi niliyoitanguliza, aktharu khataya ibni adam fi lisanihi, binadamu ana makosa mingi yatakaomfanya aingie motoni, na makosa haya yasababishwa kutokana na ulimi. Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwani Allah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yawmin yalqa. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubu Allahu alayhi biha sakhatahu ila yawmin yalqa. Rawahu Imam Malik fi Muwatta. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hakika mmoja wetu huenda akazungumza maneno, ikawa mimi na wewe tumekaa barazani au nyumbani au kwenye majukwaa au misikitini, lakini ukazungumza maneno yenyewe min ridwanillah, maneno yenyewe yakamridhisha Mwenyezi Mungu. Ma yadhunnu an tablughu ma balaghat, yule mzungumzaji akawa hadhani kwamba haya maneno ni neno ambalo kwamba litamuingiza peponi kwa sababu limemridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaliandika neno kama lile ila yaumin yalqahu, mpaka siku ya kiyama akamuingiza peponi kwa kile kilima alichokizungumza. Sasa waweza ukazungumza neno moja, neno kama lile likamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno kama lile likaenda likamfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akakutia peponi kwa neno moja tu madogo. wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Na mara nyingine waweza ukakaa kwenye baraza ukazungumza maneno yakamuudhi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuandikia lile kosa lako, ikawa ndio sababu yako wewe kuingia motoni. Tena ma tadhunnu an tablugha ma balaghat, wewe watukulia ni neno dogo tu, mimi nimesema ni kitu kidogo cha tosha tu hichi, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ni sababu ya kuingia wewe motoni. Yani lazima uchunge kile kitu kinachotoka kwenye mdomo wako. Wasema nini? Ikiwa wazungumza na mkubwa wako, basi ujue mimi nitazungumza na neno gani, au lipi ninalofaa kumwambia, na lipi ninalofaa kujibu, na lipi ninalofaa kusema. Sio kwa kuwa tumpewa ulimi basi ikawa tuzungumze tu nalolitaka. La, kuna vipimo. Sasa huyu shetani huchochea katika haya maneno yenyewe yatokana na ulimi. Ndiposa Mwenyezi Mungu akatutahadharisha, inna shaitana yanzaghu bainahum, kwamba zungumza maneno mazuri, shaitani wachochea. Angalia mifano tulopigiwa katika Qur'anul Karim, katika suratul Maida, wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotukumbusha, watlu alaihim naba ibni adama idh bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar.
Kuna bwana, kiswa kilichotolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha mabwana wawili, Qabil na Habil. Ndugu wawili kama hawa walizaliwa na baba mmoja na mama mmoja. Hawa alikuwa akizaa tumbo moja, huzaa mtoto wa kike na wa kiume. Mfano, amebeba mimba Hawa, mama yetu Hawa amebeba mimba. Akibeba mimba, siku atakayozaa kutatoka watoto wawili, wa kiume na wa kike. Hawa huwa ni ndugu, hawaoani. Sasa Habil akazaliwa na ndugu yake wa kike aitwa Luyutha. Kisha Qabil akazaliwa na ndugu yake wa kike aitwa Iklima. Ikawa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa wewe wale waliozaliwa leo wa kiume na wa kike hawa hawaoani, kisha baada ya mwezi miwili kukazaliwa wa kike na wa kiume, yule waliozaliwa leo atamuoa yule atakayekuja baada ya miezi miwili, na yule aliyezaliwa leo ataolewa na yule mwanamume atakayezaliwa baada ya miezi miwili au miezi mitatu. Hii ikawa ndio sunna. Ikawa sasa Habil amezaliwa na Luyutha na Qabil amezaliwa na Iklima. Ikawa sasa Qabil lazima amuoe Luyutha ndugu yake Habil, na Habil ni lazima amuoe Iklima kwa sababu ni ndugu yake Qabil. Tuko kwenye masala ya ulimi, ni kiungo hatari sana. Ndiposa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, asema idha asbaha ibnu adama, kila asubuhi ikimpambazukia binadamu, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, viungo vyote vya mwili humgeukia ulimi. Macho, pua, masikio, mikono, miguu, yote hivi viungo tulivyonavyo, joints tulizonazo, humlalamikia ulimi kwa makosa anayoyafanya binadamu. Sasa asubuhi, idha asbaha ibnu adam, ikifika asubuhi, wewe ukisha kupambazukiwa asubuhi uenda kuswali alfajiri, haya masikio huzungumza na ulimi, na macho nayo yakazungumza na ulimi, na miguu ikawa yazungumza na ulimi. Kila asubuhi yazungumza nini? Huwa yana maneno yakimwambia ittaqillaha fina. Macho yamwambia ulimi, ewe ulimi, mche Mwenyezi Mungu. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Macho, pua, masikio, miguu, mikono, vitu vyote, viungo vyote viliko kwenye mwili wa binadamu, kila asubuhi humgeukia ulimi ukamwambia, ewe ulimi, mche Mwenyezi Mungu, sisi tuko pamoja na wewe, sisi twakufuata wewe ulimi. Mkono huwaombea ulimi, sisi twakufuata wewe. Sasa fa inistakamta, wewe ulimi ukienda sawa, yani ukizungumza maneno mazuri, na sisi tutakuwa wazuri. Mkono humwambia ulimi, wewe ukisema mazuri, na mikono yatafanya vizuri. Na wewe ulimi ukisema vibaya, na sisi tutashika mambo mabaya.
Wakati yule binadamu anapofanya makosa au madhambi, ulimi ndio umechangia mahali pakubwa kuliko viungo vingine vyote. Baadhi ya maasiya au 60% ya maasiya tunayoyafanya si binadamu yamechangiwa na ulimi. Utaona namna ya riba inavyoshawishiwa watu. Waweza wakampata mtu trainer, mtu amefundishwa namna gani ya kukufanya wewe ukubali riba, uikubali the interest, toka wewe hutaki akakufanya mpaka ukataka. Ulimi kama ule ndio umetrainiwa, ukawa sasa wazungumza maneno mazuri, bwana tutakulipa polepole, utatoa polepole, utafanya hivi, mpaka mwisho wewe ukatukua riba kama ile ukaipokea, ukatukua. Sasa sheitani ukisha kuipokea ile riba, sheitani ukukimbia, aduwan mubina, yuko wazi sheitani. Angalia sasa, viungo humwambia mwili, yani viungo huambia ulimi kwamba wewe ukienda sawa na sisi tutakwenda sawa, na ukienda makosa ama ukienda njia ya makosa au kombo, na sisi tutakwenda hivyo hivyo. Na utaona wataalamu, yani scientist hawa, wamechunguza katika kuchunguza kwao, wasema katika ajabu ya viungo vya mwili wa binadamu ni kwamba viungo vakhtalifiana, yani vakhalifiana. Yani mfano, jicho likitaka kuangalia, masikio yaweza yakamzuia asisikize, yakamkhalifu, au masikio akataka kusikiza, macho hataki kuona, yakhalifiana. Miguu ikawataka kwenda na ukawa unkwenda, mkono ukakhalifu, hutaki kushika. Lakini ajabu iliyoko ni ya ulimi. Ulimi ukisha kutoa wadi yake, ikisha kusema, basi viungo vyote viloko mwilini huwa ni tabu kumkhalifu ulimi. Wakati ulimi umesema, sasa kukhalifu amri ya ulimi, viungo vya binadamu ni vigumu kukhalifu. Lakini waweza wewe pengine umetoka wenda kuzini, miguu yakenda, pale atakapofika ukitaka kushika mikono ikakataa. Ama wewe enda kuiba, ukatoka kuiba kwako, ukenda ukifika pale mkono kushika, huwezi, mikono ikakhalifu. Lakini mara nyingi ulimi ukisha kusema sitaki, basi ndio huendi wewe, utatumwa wewe. Utaitwa kama ni Saidi, utaitwa kama ni Suleimani, utaitwa kama ni Sadati, utaitwa kama ni Omari, utaitwa njoo kanunue maziwa, ama nenda mahali fulani kantukule kitu fulani. Ulimi ukisha kusema siendi, miguu haendi. Huwezi kusema siendi kisha wenda, haiwezekani. Ni kwamba sitaki, utasimama pale, miguu yote yamesimama, mikono yamesikiza, masikio yametulia, macho yametulia. Kwa sababu gani? Ulimi umesema siendi na miguu haendi. Na ukiitwa wewe, ukiwaitwa bwana, mfano waitwa Saidi, ukisema naja, miguu kisha atakwenda. Kwa sababu gani? Yafuata ulimi. Yani viungo kukhalifu ulimi ni tabu sana kuliko kukhalifu viungo vingine vyote. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kiswa cha Habil na Kabil. Habil na Kabil walikuwa hawa ni ndugu wa mama mmoja na baba mmoja, ambaye kwamba ni Adam alayhi salam na Hawa alayha salam. Sasa ikawa imefikia Habil amoe Iklima na Kabil amoe Luyutha, lakini فأوحى الله تعالى إلى آدم بأن يزوج إقليم بهابيل.
Mwenyezi Mungu akamteremsha wahi Nabii Allah Adam alayhi salam ili Habil amuoe Iklima. Qabil habari alipoipata kwamba ndugu yake ataolewa na Habil, akasema haiwezekani. Kwa nini haiwezekani bwana? Akasema mimi ndo nitamuoa ndugu yangu, sistangu. Utamuoa vipi wewe sistako? Sema nitamuoa hivyo hivyo. Sasa kazi hapa ama kiswa hiki kina ibra ndani yake. Hichi kiswa kina mazingatio ndani yake, na moja katika mazingatio ni namna hizi tanga, ulimi au lisan, huu ulimi namna ulivyofanya kazi baina Habil na Qabil. Sikiza Qur'ani inavyotuletea kiswa chenyewe chatuonesha namna ya ulimi, tutuonesha namna ya scientist ufafanuzi wao waliofafanua umetokana na Qur'anul Karim, kuwa hizi joints au viungo vya binadamu haviwezi kumkhalifu ulimi mara nyingi, lakini hukhalifiana wao kwa wao. Ikawa mtume katika hadithi ya Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ya kuwa mtume mwenyewe watamka kwamba hivi viungo humlalamikia ulimi, ikimwambia ulimi lingana sawa wewe, sisi tuko pamoja na wewe, ukienda sawa sisi twenda sawa, na ukienda kombo na sisi pia hupotea tukienda kombo. Habil akamnasihi ndugu yake Qabil, akamwambia bwana, amri ni ya Mwenyezi Mungu, lazima wewe unipe ndugu yako Iklima ni muoe. Qabil akamwambia la, siwezi mimi, ndugu yako sura mbaya, ndugu yako si mzuri. Sasa ikiwa si mzuri ndugu yangu, lakini ni amri ya Mungu. Na hii mpaka sasa wako watu kama hao. Kuna watu huwa humtamani ndugu yake wa kike. Kwa sababu gani? Vile ile vitendo vya yule Qabil mpaka sasa bado sheitani wavitumia kwa watu wengine. Sasa Qabil akawa ameshikilia, mimi sina lolote nitakalolifanya isipokuwa nitamuoa sistangu. Adam alayhi salam alipoona ushindani umekuwa mkubwa, akaona kitu cha kufanya hivi sasa hawa ni kuamrisha watoe sadaka itakayokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo atakuwa ni mshindi, ameshinda. Na yule atakayekuwa mshindi ndio atakayemuoa Iklima. Si Iklima ndio mzuri? Qabil akasema naam, ndiye sistangu ndio mzuri. Akaambia sasa wewe ukishinda utamuoa. Adam alayhi salam alikuwa yajua kwamba hatoshinda huyu. Kwa sababu gani? Amri ya Mwenyezi Mungu haibadiliki. Sasa akamwambia toeni kurban, kila mtu atoe. Habili yeye alikuwa ni mtu wa mchungaji, akatoa vitu vyake, na Qabil naye akawa yeye ni mtu wa agriculture, mtu kulima mamboga haya. Basi naye akatoa vitu vyake, huyu akatoa zake na huyu akatoa zake. Basi wakawa wamekaa mahali pamoja, wataka kuangalia ni sadaka ya nani itapokewa. Walipokuwa wamekaa, mara ghafla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baadhi ya riwayati wana historia watuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha ndege kutoka mbinguni, akaja akatukua yule mnyama wa Habil. Ikawa majibu yametoka, result imetoka ni kwamba Qabil ameshinda, Habil ameshinda. Sasa ikiwa ameshinda Habil ni kwamba atamuoa Iklima.
Sasa Qur'ani yatuambia watlu alayhim naba ibni adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ikawa ile sadaka yake Kabili imekataliwa. Habili akamwambia ndugu yake, mimi nimeshinda. Sasa ikiwa umeshinda, akamwambia sasa mimi nitamuoa Ikrima. Akamwambia ukimuoa ndugu yangu la aktulannak, nitakuua. Sasa nakuuliza wewe msikilizaji, kinachosema ni nini? Ni ulimi. Sasa ulimi unsema mimi nitakuua, na tayari asubuhi ulimi wako mikono yamwambia ulimi, wewe usiseme maneno mabaya. Ukisema maneno mabaya sisi hubidi ufanye. Sasa wewe wakati umetumwa usiseme kitu, nyamaza kimya tu. Hata kama ukasirika nyamaza, ukisema tu utaharibu. Pengine umechoka, watoto wamechoka, pengine basi umechoka, lakini mtu mkubwa wako amekutuma wewe, sikiza tu, nyamaza kimya, nenda useme moyoni tu, lalamika, zungumza peke yako kama ndazimo barabarani, lakini usitamke kitu. Ukitamka tu utaharibu wewe. Huyu mama yanisumbua huyo. Sasa ile maneno unayosema mama anisumbua huyo, au baba naye huyu buda huyo aniletea taabu sana bwana, kila saa basi tu anisumbua tu. Yale maneno kisha kuyasema wewe, mikono sasa nataka kuonesha kweli huyu baba yuwasumbua. Na mfano huu kwa mume na mke, mke kwa mumewe, mume kwa mkewe. Wakati tu wewe ukisha kutamka neno kwa yule mkeo, au mke akamtamkia mume, basi kwisha, itathibiti, lazima viungo vitathibitisha. Ulimi ni kiungo kizuri sana kitakachomfanya mtu aingie peponi, na ulimi huu ni kiungo kihatari sana cha kumfanya mtu aingie motoni. Sasa Kabil akasema la aktulannak, nitakuwa mimi. Vipi wewe utaniua? Na mimi nimeshinda, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amekubali sadaka yangu. Lakini ulimi ulipokuwa sasa umetamka, mikono ikawa sasa lazima iact, miguu lazima ifanye kazi, macho lazima yafanye kazi. Ulimi ushasema, manake siji ndio miguu haendi, naja miguu yatakwenda, au nisubiri. Kisha ile akili yako yenyewe akwambia hainuka, uende, time imefika. Kwa sababu gani? Haiwezi kukhalifu, kwa sababu ulimi umesema bwana nisubiri naja. Isipokuwa kuwe na mughafala, umesahau wewe, nisyan. Ukisahau pale ni masala mengine, lakini maadamu umesema kwamba nitafanya mimi, basi viungo huwa viko tayari kufanya. Ile nisyan ya yule shetani ndio itakakufanya wewe usifanye, ama ikakutia uzito. Kabil akamwambia Habil la aktulannak, nitakuua. Wazi, kuna neno lingine hapo. Shaitani, Mwenyezi Mungu atuambia inna shaitana yanzaghu bainahum. Shaitani ukizungumza maneno yuwachochea. Wakati umemsema kwamba mimi nitakuua, shaitani atahakikisha atachochea mpaka uwe. Na ukisema, ukimwambia mwanafunzi mwenzako hata madrasa, bwana wewe nitakupiga, basi utampiga tu. Sababu leo ulimi umesema bwana wewe nichezea mimi, nitakupiga mimi, basi ile wewe ukitezea mimi nitakupiga, basi ndio utampiga. Kwa sababu gani? Ulimi usema. Shetani atatutia mpaka mpigane, ustadhi awachape. Ustadhi atoe bati lake pale, mchape vizuri sana. Sababu gani? Mumpigana vipi? Ni ulimi usema. Baada ya kuwa ulimi umesema, mikono ikaanza kurushiana. Basi namna hii hata nyumbani, mke na mume ni hivi. Ikawa ugomvi nyumbani umetanda katika kona hii mpaka kona hii, usiku mchana, kutukanana tu nyumba, mtu na mkewe, mke na mumewe.
aya kutukanana nini, ulimi tu. Lakini ule ulimi ukawazungumza maneno mazuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ukiwa wazungumza maneno mazuri, sheitani huwa hana njia ya kuingia pale, isipokuwa ni ule malaika huyashawa yale maneno mazuri, huyatandaza maneno mazuri kama yale unayoyazungumza, yakaingia rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatulisha rehma ndani ya ile nyumba baada ya kuzungumza maneno mazuri. Na maneno yakiwa mabaya, ibilisi hutawala. Sasa huyo sheitani akitawala, aduwan mubina. Sasa angalia uwazi wa sheitani wake. Sheitani ni adui aliyewazi. Nasikiza uadui wake ule wazi uko wapi? Wakati Mwenyezi Qabil aliposema la aqtulannak, kwamba nitakuua, akawa amekaa fikiria nitafanya nini mimi. Yuafikiria mimi nifanye kitu gani? Basi katika kufikiria kwake akaona, bwana, mimi njia ya kufanya mpaka mimi nimuue huyo. Ibilisi alimjilia kwa sura za binadamu. Basi Ibilisi alimjilia Qabil alipokuwa amekaa. Ibilisi hujibadilisha sura tofauti tofauti. Wewe ukawa mkaa mahali ukamwona mtu amepita, kumbe ni ibilisi huyo. Ibilisi hujibadilisha sura mpaka za binadamu. Sasa ibilisi alikuja kwa sura mbili, mbele au karibu na Qabil alipokuwa amesimama. Basi walipokuwa wapita, Ibilisi, yani Qabil hajui kama huyu ni sheitani aliyepita, hajui kama huyu ni ibilisi aliyepita. Wakapita watu wawili, wale watu wawili wakakosana. Walipokusana, yule mmoja akamwambia mwenzake nitakuwa. Basi wakapigana. Walipopigana, yule bwana akachukua jiwe akampiga mwenzake la kichwa. Piga bloki la kisasa, si jiwe dogo, shika jizi bloki la kisasa, akampiga la kichwa mpaka akampasua pande mbili, kichwa huku nusu, kichwa kaganya pande mbili. Sasa sheitani akaingia kwenye akili, brain ya yule Qabil. Kwa nini mimi sifanye kama hivi? Na hii ndio hali yetu sisi tunaoshawishiwa. Waweza wewe ukawa mkaa, nitafanya njia gani mimi nimpate mfano huyu mwanamke? Basi ukaunkaa kwenye sinema tu, angalia sinema tu, basi yule shetani akakuingia, fanya hivi, ile unayoona fanya hivi. Sasa yule kufanya hivi ndio shetani yule akuonesha njia ya kufanya. Ama wewe watafuta njia gani bwana? Mimi nitafanya nini mimi mpaka mpate, wataka kitu, wataka kuiba wewe. Basi ukaangalia sinema ukakona kitoto cha iba, na wewe kile kitoto ikawa cha kufundisha wewe nawe iba hivi. Ziko sinema fulani za fundisha uchafu tu, wewe toka hujui kufanya mpaka ukawa wajua kufanya kwa sababu ya huyu, yani kwa sababu ile sinema. Lakini yote ni kwamba ni sura ya ile ibilisi anavojileta kila aina, akaingia kwenye akili yako, akakushawishi, akawa ukaweza kumwangalia kwenye television, wewe television kama ile ukavutika nayo, ukawataka kufanya yale yanayofanyika pale ndani. Hutaki kujua vipimo vya Uislamu, hutaki kujua vipimo vya mfurahisha Mwenyezi Mungu ama vya muudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini angalia ulimi aina mbili. Ulimi wa Qabil ulisema la aqtulannak, nitakuwa mimi. Lakini huyu Habil hakumwambia kwamba na mimi ukiniua mimi na mimi nitakupiga wewe. La, hakumwambia hivyo kabisa. Qabil alipomwambia ndugu yake kwamba mimi nitakuwa, yule bwana ama Habil alimwambia innama yataqabbalu Allaha minal muttaqin. Akamwambia ikiwa wewe utaniinua mkono wa kunipiga mimi,
ma ana bibasitin yadi ya ilayka liaqtulak. Sikiza ulimi. Kabil asema nitakuwa, huyo amwambia ukinipiga mimi sitokupiga. Sasa yule baada ya kuwa amesema sitokupiga, mikono haiwezi kuinuka, kwa sababu mikono yafuata ulimi. Sasa yule mtoto mwenzako ikiwa mko barabarani, nitakupiga, yule mtoto akamwambia ukinipiga mimi sikupigi. Ukimpiga mbao hakupigi yule, kwa sababu gani? Ulimi wake umesema hakupigi. Na wewe ukimpiga nawe ni kwamba wathibitisha, ile mikono yathibitisha mkono umepiga, kwa sababu wewe umetamka. Na ukinyamaza, ikiwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Mtu yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaamini siku ya mwisho, falyaqul khaira, azungumze maneno mazuri, au liyasmut, au keep quiet. Zungumza maneno mazuri. Ikiwa waona hujui kuzungumza maneno mazuri, basi keep quiet, nyamaza kimya. Kwa sababu gani? Utazungumza maneno mabaya kisha yatachochea. Yakisha kuchochea sasa italeta tabu. Yakileta tabu itakuwa ni fitna. Pengine fitna ile nyumba nzima itakuwa yateta. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maneno. Neno lako moja tu tatuletea balaa, mali nzima hakusikizani kwa sababu ya maneno yako mamoja uliyosema. Sasa Kabil akamwambia ndugu yake, kama wewe ikiwa utainua mkono kunipiga, mimi sikupigi, mimi sitofanya lolote bwana. Yule bwana ikabidi sasa aanze vita. Akampiga ndugu yake, akachukua jiwe, akaona hajamalizika, ikabidi ampige jiwe kama vile alivyoona kwenye ile sinema. Alipompiga jiwe ndugu yake akafariki. Lakini masala yamekuja yale yale ya kuzungumza kwamba aktharu khataya ibni adama fi lisanihi. Mara nyingi au makosa yetu mingi yatokana na ulimi wetu. Baada wewe kuzungumza, sasa hubidi utende, kwa sababu ulimi umesema. Lazima uwe na vipimo, kile cha kuzungumza ukipime, hichi inafaa kuzungumza na hichi ambacho kwamba sifai kukisema. Yote haya wewe ukisha kuwa na vipimo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ataweza kukuongoza. Wakati wewe unaposema ile ihdina sirata almustaqim, kwamba ewe Mwenyezi Mungu niongoze njia iliyonyoka, njia iliyonyoka ndio njia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anakueleza kwamba chunga ulimi wako. Ukiuchunga ulimi wako wewe, basi mambo yote yatakuwa barabara. Sasa huu ulimi, ikiwa wewe ukamwambia mtu kitu kidogo lakini kikawa kubwa kutokana na ile tone, kutokana na ile sauti yako uliyozungumza. Na wewe ukamtukana mtu lakini kule kwa ile lafzi uliyoitoa mtu mwenyewe akasikia raha. Yako maneno fulani wewe ukamwambia mtu, ukimwambia mtu lile neno lile ukilibadilisha kwa tone fulani ukaileta, mtu akasikia hataki hata kukuona. Insha Allah tutakomea hapa darasa yetu leo.